Patrick, nikuulize swali. Kila mwanaume ana kitu anachokipenda kwa mwanamke wake. Mwingine anapenda shepo, mwingine anapenda rangi, mwingine muonekano, kama ambavyo wewe umesema unapenda tabasamu langu. Alafu hizi siku ngapi haujaliona tabasamu langu? Kwa hiyo unamaanisha upendo unapotea? Hapana Janet. Unajua upendo huwa hauishi. Ukiona mtu anakwambia kwamba upendo umeisha, basi ujue huyo hajawahi kukupenda. Kivipi sasa? Unajua kwenye haya maisha mahusiano mengi yanavunjika ni kwa sababu ya uongo au kufeki. Watu wengi wanawapoteza watu ambao wanawapenda ni kwa sababu maisha yao mengi walifeki na waliongea uongo. Na ndio maana leo hii mahusiano mengi yanavunjika ni kwa sababu ya kuongea uongo. Mfano sasa, mrahisi tu nikupatie. Wewe nilikufuata nikakwambia kwamba napenda sana tabasamu lako. Sasa endapo mimi ningekuja kwako ningekwambia kwamba Janet, mimi nina nyumba nzuri, nina maisha mazuri, nina magari. Leo hii ungekuja kwangu usingevikuta hivyo vitu, basi ungeondoka. Lakini sio kwamba haunipendi, hapana, ila uongo. Mama anapoletewa malalamiko kuhusu mtoto wake kwamba amefanya jambo 1, 2, 3, haina maana kwamba mama ataondoa upendo kwa mtoto. Hapana. Ila sasa atachukua jukumu la kumwadhibu ili mtoto aache lile jambo. Hata tukizungumzia upande wa maandiko, tunamzungumzia Nuhu. Kipindi Mungu ameshusha gharika au mafuriko, hakumaanisha kwamba hakuwapenda wale watu, hapana. Na ndio maana alimtuma Nuhu akatoe onyo kabla kushele gharika. Lakini Mungu aliwapenda. Hii ilikuwa ni jambo la kwamba alichukizwa na kile ambacho amekifanya. Kwa hivyo sasa Janet, mimi ninapozungumzia kwamba napenda sana tabasamu lako, na maanisha kwamba nataka niendelee kuliona au natamani kuendelea kuliona. Sitamani mimi nikupoteze wewe. Nakupenda sana. Na ndio maana sitaki kuwa fake wala sitaki kuwa muongo kwako. Sawa. Baba mwenye nyumba vipi? Umeenda kumuona? Baba mwenye nyumba hapana, sijaonana naye, ila nina mpango wa kesho asubuhi mapema niende nyumbani kwake. Utaenda nyumbani kwake? Kwani umeshapata pesa? Hapana. Hela sijapata. Lakini nataka kesho nikienda kwake nimuelezee tu hali halisi nilionayo kwa sasa. Pengine niongezee hata muda. Mimi naogopa akishindwa kukuelewa. Nadhani ungempigia tu simu. Kumpigia simu inawezekana, ila sasa yule ni mwenye nyumba. Alafu ukizingatia ananidai. Sasa pia nikimpigia simu wakati mwingine itaonekana sina hekima ama busara. Kwa sababu mtu anakudai alafu unampigia simu, haijakaa vizuri. Na ndio maana nataka niende nikaonane naye. Kwa sababu mwenyewe pia unafahamu mtu kuonana naye ana kwa ana na kumpigia simu. Ningekuwa nina hela yake nataka nimpatie, basi ningempigia simu ili mwambie nataka nikuletee hela. Lakini ananidai. Kwa itabidi mimi niende kule ili nimuelezee hali halisi nionayo. Ila mimi na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi Janet. Unajua nikwambie kitu kimoja. Mimi kukaa hapa saizi ni miaka 5 mpaka saizi. 5 nakaa hapa. Na kumbuka kipindi huko nyuma huko wakati nipo chuo, nimewahi kaa hapa na miezi 6 ilipita sipowahi mpatia pesa yake mzee. Hivi kama ambavyo saizi anapiga simu anakuja nyumbani, nilimsumbua sana. Lakini huwezi amini siku nimepata pesa yake, nilimpa hela yake yote kama ilivyo. Na alifurahi sana. Na ndio maana mpaka leo mimi nipo hapa. Na naendelea kunivumilia. Kwa hiyo mimi nikutoe wasiwasi. Kesho nikienda kuongea naye atanielewa tu. Wala hawezi tena kuleta fujo wala kufanya nini. Atanielewa tu sababu nishai kumpatia huko nyuma. Sawa. Vipi sasa? Leo usiku sasa hivi tunafanya nakuaje? Dione unapenda. Hicho ndicho ambacho nataka nikione mimi kwako. Tabasamu mwanana. Safi kabisa. Kuna watu wamebeba siri ya mafanikio.
lakini mimi nimebeba siri yenye maumivu na kilio. Natamani kuifuta lakini imeganda kwenye moyo wangu. Siri. Wakati najaribu itafuta amani na furaha. Mwanangu, unisamehe sana kwa kuwa mama mbaya kwako. Najaribu kupambana kwa ajili yako. Japo napitia njia mbaya, lakini yote nafanya kwa ajili yako. Sitaki uje kuishi maisha kama yangu. Natamani sana na wewe uishi maisha mazuri kama ya watoto wengine. Lakini unafika muda nahisi nashindwa. Japo natamani kukueleza yaliyopo moyoni, sina budi kuyaficha, maana utonielewa. Mama, mbona unalia? Nifanye siria, Oh, Patrick. Karibu. Asante. Shikamoo mzee. Marahaba, karibu. Asante sana. Nimefurahi sana kukuona hapa. Najua utakuwa umeniletea pesa yangu. Samahani mzee. Hali yangu kwa sasa maisha haijakaa vizuri. Kwa hivyo nimekuja hapa kwa ajili ya kuomba univumilie kidogo. Patrick, hivi nikuulize swali moja. Kwa nini uliamua kupanga wakati unajua kabisa huna uwezo wa kulipa kodi? Hapana mzee, hata mimi sikutamani iwe hivi. Unajua katika maisha kila mtu ana mipango yake mikubwa. Hata siku moja sikuwahi fikiria kukaa katika nyumba ya kupanga. Nilipambana kusoma kwa bidii nikiamini baada ya masomo yangu nitapata kazi nzuri na nitajenga nyumba yangu. Lakini sikujua kwamba wakati mimi napanga yangu, kumbe na maisha nayo yanapanga ya kwake. Wazazi wako wanaishi wapi? Wazazi wangu wanaishi kijijini. Sasa, kwa nini usiende kuishi kijijini kwa wazazi wako? Kwa sababu ukiwa kule utakula bure, utalala bure, na bila shaka utapata muda mzuri wa kujipanga upya. Ni kweli mzee, hata mimi natamani sana ingekuwa hivyo. Lakini kila nikifikiria hali ya wazazi wangu kule kijijini, nakosa nguvu kabisa. Unajua nini mzee? Wazazi wangu waliuza ng'ombe na mazao yao ili mimi nisome. Kwa kuamini kwamba ipo siku nitakuja kuwa mkombozi wa maisha yao ya kimaskini kule kijijini. Lakini mpaka sasa elimu yangu haijinisaidia kitu chochote kile. Kwa hiyo mimi sipo tayari kurudi kijijini kwa sasa. Kuliko nikarudi kijijini, ni bora niendelee kupambana. Na kama nikishindwa kupeleka pesa kwa wazazi wangu, basi watapokea maiti yangu. Lakini sipo tayari kurudi kijijini na kwenda kuwa mzigo kwa wazazi wangu. Kwa kila ulichokiongea uko sahihi sana. Wewe ni mtoto wa kiume. Lazima uweze kupambana ili kutengeneza future yako. Vijana wengi wanaogopa kurudi nyumbani mikono mitupu. Wanataka wapambane ili wanaporudi majumbani kwao waweze kusaidia familia zao. Lakini Patrick, kurudi hatua moja nyuma sio kushindwa. Lakini pia ili kufanikiwa unahitaji sana baraka za wazazi wako. Chukua muda wako, fikiria sana juu ya hili. Kama utaamua kurudi kijijini kwa wazazi wako, nitakusamehe kodi yako yote. Lakini kama utaendelea kuishi pale, basi nitahitaji unilipe madeni yako yote. Sawa mzee, nimekuelewa na nitalifanyia kazi hilo. Karibu Patrick.
Asante sana. Haya, basi mimi nikuache mzee. Changamoto. Patrick, Rebeka, za siku. salama. Unafanya nini maeneo haya? Kuna misho unatafuta au ndo unaishi mitaa hii? Patrick bwana, mimi naishi humu ndani. Wow. Ndio maana kumwezesha hizi maisha mazuri Maisha mazuri wapi Patrick? Tunapambana tu. Vipi, kwani wewe unaishi wapi? Mimi nakaa mitaa fulani juu hapa, wanapaita Senjele. Na unafanya misha gani? Kuhusu kazi bado ndugu yangu. Si unajua nazidi kujitafuta. Mambo yenyewe magumu. Ila mwisho wa siku mambo yakaa vizuri naamini. Ndio hivyo na mimi nitafanikiwa. Vipi na wewe kuhusu kazi unafanya wapi? Maana nikikuangalia kwa muonekano huu Rebeka, lazima kazi utakuwa unafanya sehemu fulani kwenye vitu vya kuzunguka na usinifiche. Ninavyokuona kwa kupendeza huko, lazima. Patrick bwana, baada ya kumaliza chuo, mamangu alinitafutia kazi kwenye kampuni ya usafirishaji. Kwa ndo nipo huko nafanya kazi. Wacha we. Nilijua tu. Yaani kwa muonekano huu si bure. Kwa hiyo mwenzangu upo shuleni, unajua sasa nikirudi huko kazi uhakika. Sema wenzetu mna bahati bwana. Unajua mimi ndo kama hivi, nipo nahangaika tu. Na wazazi wangu kizingatia wapo bushi huko. Kwa mimi nahangaika mtaani hapa, nikishindwa mjini basi tarudi kushika jembe huko. Si unajua tena. Hamna Patrick bwana, usiseme hivyo. Riziki anatoa Mungu. Kwa hiyo ikifika wakati wako, utapata kazi, nawe tu utakuwa na maisha mazuri, hata usijali. Vipi lakini, sasa huku chini umetokea wapi? Huku nimetokea kwa mwenye nyumba. Nikizungumzia mwenye nyumba nadhani unaelewa. Kuna mambo fulani hivi nilikuwa namuweka sawa kidogo. Na sasa hizi hapa mmoja kwa mmoja unaona hivi, mguuni nyumbani. Kawaida bwana. Sasa sikia, fanya hivi. Niandikie namba yako. Ikitokea kama ni kazi nitakwambia. Hii hapa. Hii namba ulioniandikia huko inapatikana muda wote? Muda wote ipo hewani, muda wote. Lakini hapa pesa keshi sina mpaka nyumbani. Kwa kama unahitaji toka chukua nyumbani. Alafu Patrick, kama utojali, kuna swali nitaka nikuulize. Hivi umeoa? Sijaoa, bado sijaoa. Maana mimi nisije nikapiga simu muda mbaya alafu nikaambulia tu kutukana. Si unajua tena? Ni kweli, usijali, sijaoa bado.
Sawa Patrick, karibu ndani. Asante. Siku nyingine nitakuja. Bwana karibu. Nashukuru sana. Asante, usijali. Nitakuja siku nyingine. Haya, asante, usalimie. Natamani kukueleza yaliyopo moyoni, sina budi kuyaficha, maana utonielewa. Nifanye siria, siria. Karibu sana. Asante. Mbona wakati wote umekuwa ukinikaribisha tu? Kwa sababu naona kama bado hujakaribia. Sijakaribia kivipi wakati nishaingia mpaka ndani? Namaanisha kuwa huru. Yaani nakuona kama bado unauoga vile. Ni kweli, nipe tu sijazoea. Basi usijali. Mimi nitakufanya upazoe. Diana. Mwanzo mzuri hutengeneza stori nzuri yenye mvuto. Lakini mwisho hukamilisha stori nzuri kwa wapendanao. Kwa nini unaniambia maneno yote hayo? Kwa sababu nahitaji kutengeneza stori nzuri ya mapenzi yetu. Natamani kukueleza yaliyopo moyoni, sina budi kuyaficha, maana utonielewa. Nifanye siria. Sio kwa sasa. Kwa nini? Nafikiri nahitaji muda. Lakini Diana, wakati hautusubiri. Kila jambo lina wakati wake. Na ukiangalia mimi ndo mara kwanza naperform nyumbani kwako. Alafu tena nikifanya kitu. Au nikanda kwa nishusha samani yangu kwako. Sasa kulikuwa kuna haja gani ya kuja hapa? Mbona kama sehemu za kuongea zipo sehemu nyingi tu, tunaweza tukaongea. Mimi nijua tunakuja hapa, unajua kilichokuleta. Sasa kwa nini unaniambia maneno kama haya? Kwa nini mimi nimekosea wapi? Unajua ulipokosea. Toka. Kodo? Toka! Japo natamani kukueleza yaliyopo moyoni, sina budi kuyaficha, maana utonielewa. Nifanye siria, siria.